Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliyojiri tukuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali yasema mashirika ya umma yasiyofanya vizuri yatafutwa au kuunganishwa. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana Joel Nanauka awasihi vijana wa vyuo vikuu kutumia mijadala na masomo ili kujenga hoja na fikra chanya. Na katika habari za kimataifa, maelfu ya watu waandamana kupinga serikali nchini Mexico huku mapigano yakisababisha watu 120 kujeruhiwa. Serikali imetoa onyo kwa taasisi na mashirika ya umma yasiyoonyesha ufanisi, ikisema yako hatarini kufutwa au kuunganishwa endapo yatachukua hatua madhubuti za kuboresha utendaji wao. Recho Chacha ameenda taarifa zaidi. Onyo hilo limetolewa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo wakati wa ziara yake katika ofisi ya msajili wa hazina jijini Dar es Salaam. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kufanya kikao cha ndani na management ya OMH ikiongozwa na msajili wa hazina Nehemia Mchechu, Profesa Mkumbo amesema inashangaza kuona baadhi ya mashirika ya umma yakishindwa kutoa gawio stahiki licha ya uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali. Profesa Mkumbo amesema serikali inataka kuona wananchi wakifaidi matunda ya uwekezaji wake wa shilingi trilioni 92.3 uliofanywa katika mashirika ya umma, ambapo katika mwaka wa fedha 2024-25 ofisi ya msajili wa hazina ilikusanya shilingi trilioni 1.02 kama gawio kutoka kwa taasisi za umma na kampuni ambazo serikali ina umiliki wa hisa chache, kiasi kilichorekodi historia mpya tangu kuanzishwa kwa ofisi hiyo mwaka 1959. Tupo katika hatua za mwisho. Tunatarajia kwamba sheria mpya ya uwekezaji wa umma iweze kufikishwa katika baraza la mawaziri muda mfupi ujao na hatimaye iende bungeni. Lakini muhimu sana ni kuona kwamba tunabaki na mashirika ya umma ambayo yanatija. Kama shirika la umma linafanya biashara, tunataka kuona linafanya biashara kwa maana kama yanatengeneza faida, linatoa gawio sahihi kwa serikali. Mashirika ya umma ambayo yanapaswa kufanya biashara yatapewa muda, na pale ambapo yameshindwa kufikia vigezo, maelekezo ya Mheshimiwa Rais yapo very clear, ama yaunganishwe na mashirika mengine ama yafutwe. Huo ndio mwelekeo ambao tutakwenda nao. Kwa upande wake, msajili wa hazina Nehemia Mchechu amesema amejipanga kuendelea kuimarisha mashirika ya umma ili kuongeza ufanisi katika huduma na uwekezaji, na kuongeza kuwa uimarishaji wa usimamizi huo utaongeza uzalishaji, kuboresha uchumi na kuongeza mapato ya kodi na yasiyo ya kikodi ambayo ni muhimu katika kuwezesha serikali kutekeleza majukumu yake. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana Joel Nanauka amewasihi vijana katika ngazi ya vyuo vikuu nchini kutumia mjadala na masomo ili kuwa na uwezo wa kujenga hoja na fikra chanya za kukuza maendeleo ya taifa na uzalendo. Taarifa hiyo inasoma hapa studio na Mtiga Abdalla. Waziri Nanauka amesema hayo wakati akizungumza na vijana pamoja na viongozi wa serikali ya wanachuo kikuu cha Dar es Salaam alipowatembelea na kuzungumza nao, ambapo amesema kwa sasa 65% ya Watanzania ni vijana chini ya umri wa miaka 35 na hivyo kuhitaji kujumuishwa kwenye mipango ya maendeleo. Amefafanua kuwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameamua kuunda wizara ya vijana ili iwe maalum kwa ajili ya kufikisha sauti za vijana zisikike na serikali ipate fikra na mawazo yao kujumuishwa kwenye mipango ya maendeleo ya nchi, huku akiahidi kuwa wataandaa midahalo ya vijana ili kuzungumza nao. Akielezea uzoefu wake katika uongozi wa serikali za wanafunzi, Nanauka ambaye naye alikuwa mbunge wa Daruso na mhitimu wa chuo hiko, amewasihi vijana kuwa mstari wa mbele katika kutumia mitandao ya kijamii kufikisha ajenda za maendeleo badala ya kuchapisha maudhui hasi au yaliyo kinyume cha sheria. Mimi wito wangu tutumie vizuri platform ambayo tumeipata, na mimi kama nilivyoahidi I will engage as much as I can. Tunaweza kuharness, nyinyi mna idea nzuri, mna mawazo mazuri, mna mbinu nzuri pia za kufanya. Na kule nimewaambia pia kuwa waziri haimaanishi kwamba najua kila kitu, wala haimaanishi kwamba mimi ndo am the best kwenye hili taifa, hapana. Nimeweka tu kama sehemu ya kuunganisha mawazo ya vijana ili tuone tunaenda. Kwa mimi nawategemea ninyi pia katika hili. Kwa upande wake, makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Profesa William Anangisi amesema katika kuhakikisha chuo kinaendana na mahitaji ya vijana, kimeboresha mitaala yake, hatua inayosaidia kutoa mafunzo yenye kuwajenga vijana kuwa mahiri katika sekta mbalimbali mara baada ya kuhitimu.
Akizungumza kwa niaba ya serikali ya wanafunzi, Rais wa Daruso William Emmanuel ameiomba serikali kuweka mazingira wezeshi kwa vijana kushiriki kwenye mijadala ya kitaifa ili kuleta umoja miongoni mwa wasomi na vijana. Situation ambayo inaendelea sasa hivi nchini kwetu ambayo kila mmoja anaifahamu, waathirika wakubwa ni vijana, na waliathirika kipindi ambacho bado wizara yako haijawa. Kwa hiyo wizara yako tunaitegemea kuwa ni ya kutibu majeraha, ya kuponya kule kulipoharibika. Tunatamani kusikia kwamba vijana utawalindaje sasa kama waziri wao, kwa sababu tayari kimeshatokea. Waziri Nanauka anaendelea na ziara yake ya kukutana na vijana kwenye maeneo yao ya kazi na kuzungumza nao ili kuwasikiliza na kuwaeleza juu ya wizara yao na nini itakachofanya kuleta utengamano na kuwafanya vijana wachangie kwenye maendeleo ya taifa. Asante sana Mtiga Abdalla kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA imesema hali ya usafiri kuelekea siku kuu za mwisho wa mwaka katika kituo cha mabasi cha Magufuli ni shwari licha ya uwepo wa dosari chache za ulanguzi wa tiketi kutoka kwa baadhi ya mawakala ambao hata hivyo tayari 5 kati yao wamekamatwa na jeshi la polisi. Tuungane na Goodluck Msola kwa taarifa zaidi. Akizungumza Jumamosi jijini Dar es Salaam mara baada ya kufanya ziara kukagua hali ya usafiri katika kituo kikuu cha mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani cha Magufuli, Mkurugenzi mkuu wa LATRA CPA Habibu Suluo amesema ili kuendana na uhitaji wa usafiri nchini, tayari wametoa vibali vya leseni za dharura ili kuwezesha mabasi mengine kuweza kutoa huduma, ambapo tayari jumla vibali 72 vimetolewa ili kuendana na kasi ya usafiri kwa sasa. Kwa jumla tunasema hali ni nzuri, hali ni shwari. Abiria walioko wengi mnaona wanasubiri ratiba yao ya kuondoka. Wengine wanakuja hawajajua, anauliza. Sasa ukija usikimbilie kwenye hiyo hali. Nitoe mfano mwingine kwenye gari ya takbiri hapo. Kuna msafiri anakwenda nje ya nchi Kigali, lakini ameanzia safari Mbagala. Kule akachajiwa safari yake akaambiwa 120,000 kwenda Kigali. Lakini kutoka atashukia Kahama, akapewa na namba ya kuna wakala, ukifika huyu atakusaidia kwenda Kigali. Kwanza hiyo ni mashaka. Atafika atampata, asipompata na kashaacha hela. Kwa hiyo yule baada ya kucheki vitambulisho vyake na maelezo yake, tumeelekeza arudishiwe fedha zake, na amerudishia hapa 55,000 arudishiwe. Kwa sababu hela yote umechukulia kwa sababu gani? Na hapa sasa, hiyo ambayo alikuwa amechajiwa kutoka Kahama kwenda Kigali. Sisi hatuna mabasi yetu yanakwenda Kigali, wala huyu anayempa tiketi hapa hafiki Kigali. Kwa sababu gani unamchaji mtu kwenda Kigali? Kwa hiyo amemrudishia shilingi 55,000. Lakini hapa tukamtaka sasa amtafutie usafiri wa kwenda mpaka Kahama kwa gari lingine. Katika operesheni iliyofanyika mapema asubuhi ya Jumamosi Disemba 6, LATRA kwa kushirikiana na jeshi la polisi limewakamata mawakala 5 wasio waaminifu ambao wamekuwa wakilangua nauli na tiketi, huku baadhi ya mawakala waliokamatwa wakijitetea kuwa haikuwa nia yao kulangua, bali ni abiria wenyewe ndio walikuwa na uhitaji. Sijauza kampuni, nimeuza kampuni yangu kama jana nimekuja hapa, nilikuwa nimechelewa, nimeshatoa na majina. Kabla kuja kutoa tiketi, nikawa nimesema niwarudishie hela zao, nikawarudishia hela hao abiria. Kwa nini warudishie hela? Sawa, hapa ndio niambia niwarudishie hela hao. Kwa sababu gani? Kwa nini nimekuambia warudishie? Ananiambia kwa sababu tiketi tukio mtu ya mashine, akamwambia tiketi ya mashine hiyo hapo wanatolewa sasa hizi, wanasema usitoe tena, warudishiwe hela. Hizi kwa sizitumie kwa mahitaji mabaya. Natumia kwa mahitaji mema. Kipindi kile cha hali mbaya abiria alikuwa anafikia abiria. Kipindi kile cha hali mbaya abiria alikuwa anafikia abiria wanapanda kwenye gari, kwa sababu kuna abiria ambao wanapatia nje na nini. Muda akija mwingine anakuambia sipati kwenye nani. Muda akaunti sina ya nani basi bora, wanamkatia kwa sababu tunambadilishia. Hata hivyo, TV Habari imezungumza na baadhi ya abiria katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli, ambapo licha ya kushukuru kutokana na hatua zinazochukuliwa na LATRA, wamesisitiza hatua zaidi katika kukabiliana na changamoto hususani ya ulanguzi wa tiketi na nauli, hasa kipindi hiki ambapo watu wengi wanasafiri kwa ajili ya sherehe za mwisho wa mwaka. Of course watu wengi tu wamelanguliwa tiketi hizo, wamelipwa ile ya juu kuliko tiketi ya halisia. Kwa hiyo of course tunawashukuru nyie LATRA mtusimamie waturudishie hizo pesa zetu, sababu ni ulanguzi. Tiketi imepewa mkono ya kuandikwa kwa mkono tu. I have it here. Tiketi hapa.
Nafahamu ni haki yangu kupata tiketi ya mashine, lakini wakasema tiketi ya mashine itatolewa ndani ya gari. Kwa hiyo pale Mbagala watatupa kwanza tiketi ya mkono kwanza. Na LATRA nyie, mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini, mfanye kazi yenu. Huu mwisho wa mwaka huu walanguzi wako wengi sana wa tiketi. Kwa hiyo mkifanya hivi tutakuwa tunatusaidia sana. Nauli halisi ni 65,000. 60,000. Kikatokea nini hadi ukabidishiwa? Watu wa LATRA wamekuja kutuuliza nauli halisi ni zipi tulizotoa, tukawaelekeza. Akasemaje? Akasema turudishie nauli zetu. Wewe usharudishia nauli yako? Ndio, nisharudishia. Akaja mtu wa LATRA akatuuliza nauli, tukamwelekeza tumetoa nauli 80,000. Akaniuliza umetoa shilingi ngapi, nikamwambia 80,000. Akaniambia nauli halisi ni 60,000. Kwa hiyo amenirudishia hela. Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Caspar Muya ametaka bodi ya usajili wa tathmini wa ardhi kuzingatia kwa kina athari za kimazingira, ufanisi wa matumizi ya nishati pamoja na uthabiti wa mabadiliko ya tabia nchi ili kuhakikisha thamani halisi ya mali inaendana na uhalisia wa mazingira ya sasa. Shukuru Materu ana taarifa zaidi. Naibu waziri huyo ametoa wito huo mkoani Morogoro wakati wa mkutano mkuu wa 6 baraza la watathmini ardhi, ambapo amesisitiza kuwa ni muhimu kwa watathmini hao kuhakikisha kuwa tathmini ya ardhi na mali unazingatia mchango wa rasilimali za asili katika maendeleo endelevu ya taifa. Tunakabiliwa na changamoto ya kulinda mazingira na rasilimali za asili. Ni muhimu mchakato wa uthamini uzingatie athari za mazingira, ufanisi wa nishati, maendelezo ya kijani na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Hili jambo ni la msingi sana. Walipofanya kazi zetu, angalieni sana eneo hili la mazingira. Kuna mabadiliko makubwa yanatokea yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo naombeni sana kwenye sekta yenu hili jambo tuangalie ili tuweze kuhakikisha thamani ya ardhi na mali inajumuisha pia urithi wa asili. Kwa upande wake, mtathmini mkuu wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi akawataka watathmini kufanya kazi kwa uadilifu, weledi na kuzingatia misingi ya taaluma. Ni waasi wathamini wote wa serikali lakini pia na wale wa private sector kufanya kazi kwa uadilifu na kuzingatia maadili na misingi ya taaluma yenu. Mheshimiwa Naibu Waziri, kama alivyoelezea kwa kirefu mthamini mkuu, wizara imeanzisha mfumo wa ardhi ambao tofauti na mifumo mingine ambayo ilikuwa ikitumika ndani ya wizara yetu, mfumo huu sasa umejumuisha pia na huduma za uthamini. Lakini niendelee kuwaomba, niseme tu kwanza utekelezaji wa uanzishaji wa mfumo huu ni utekelezaji wa maazimio ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye alituelekeza wote kuanza, taasisi zote za serikali lakini na wizara wote kuanza kutumia mifumo. Hapo malalamiko kutoka kwa wathamini binafsi kwa serikali haiwapi uhuru wa kutosha kufanya kazi zao za uthamini na kwamba hawaruhusiwi kufanya baadhi ya kazi za uthamini. Bodi inaendelea kufanyia kazi changamoto hizo. Asante sana Shukuru Materu kwa taarifa hiyo. Naibu Waziri wa Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI anayeshughulikia elimu Ruben Kwagilwa ametoa maagizo mbalimbali kwa mamlaka za serikali za mitaa ikiwemo kuzitaka kutenga fedha za halmashauri kwa ajili ya mafunzo kwa watumishi wa mamlaka hizo ambao wakuteuliwa na kuchaguliwa ili kuleta ufanisi katika kuhudumia wananchi. Mwandishi wetu Pendo Mangala kutoka Dodoma anatuarifu zaidi. Kwagila ametoa maagizo hayo wakati akizungumza katika mahafali ya 17 ya chuo cha serikali za mitaa Hombolo kilichopo jijini Dodoma. Serikali itaendelea kukitumia chuo hiki kama chuo kiongozi cha mafunzo katika kuwajengea uwezo viongozi na watendaji wa sekretariati za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kupitia mafunzo ya muda mfupi ili waweze kutekeleza majukumu yao kikamilifu. Kwa niaba ya waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, nizielekeze sekretariati za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kukitumia chuo hiki katika kutoa mafunzo mbalimbali ya kuwajengea uwezo watumishi, kutoa ushauri wa kitaalamu na kufanya tafiti, action research,
zenye lengo la kubaini na kutoa ufumbuzi wa changamoto zinazozikabili mamlaka hizo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Dodoma Jabiri Shekimweri amewataka wahitimu hao ambao ni vijana kutokubali kutumika na badala yake wailinde amani ya nchi kwa maslahi ya umma na taifa kwa ujumla. Niendelee kuwaomba kudumisha utulivu na amani ya eneo hili. Tunapita katika wimbi kama nchi, na nimesikia maelekezo ya mkuu wa nchi Dr. Samia Suluhu Hassan akiwataka vijana mtulizane. Msikubali kabisa kutumika kuharibu usalama na amani ya nchi yetu. Niwaombe na nisisitize jambo hili. Biblia Hosea 4:6 inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Tuchukue hayo maarifa madogo. Awali mkuu wa chuo cha serikali za mitaa Hombolo Dr. Mashala Yusuf ameeleza kuwa chuo kinafanya marejeo kuunga mkono jitihada za serikali ya awamu ya 6 katika kuwaletea maendeleo wananchi, ikiwa ni pamoja na kuongeza programu mpya. Katika kuongeza ufanisi utekelezaji wa majukumu yake, chuo kinafanya marejeo ya mpango mkakati pamoja na sera mbalimbali ambazo zitasaidia chuo kuweza kutekeleza majukumu yake ya msingi kwa kuaksi mahitaji ya sasa ya mamlaka za serikali za mitaa, jamii na taifa kwa ujumla, hususan katika kuunga mkono jitihada za serikali ya awamu ya 6 ya kuwaletea maendeleo wananchi wa Tanzania. Katika mwaka wa masomo 2024-2025, chuo kimepata mafanikio mbalimbali, nitayataja kwa ufupi. Moja ni uendelezaji wa kampasi ya Shinyanga. 2 ni kuongeza programu mpya kuhitajika na kuhuisha mitaala. Zaidi ya wahitimu 1500 wamehitimu ngazi ya astashahada, stashahada na shahada katika fani za maendeleo ya jamii, utawala na rasilimali watu pamoja na usimamizi wa fedha katika manunuzi serikali za mitaa. Asante sana Pendo Mangala kwa taarifa hiyo. Vijana wenye ulemavu mkoani Ruvuma wameiomba serikali na jamii kwa ujumla kuyashirikisha kikamilifu makundi ya watu wenye ulemavu katika fursa za kiuchumi zinazotolewa na serikali pamoja na kuwahusisha kwenye ngazi za maamuzi kuanzia serikali za mitaa. Taarifa Innocent Horomo kutoka Ruvuma inatuarifu zaidi. Wakizungumza katika kongamano la vijana lililoandaliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma kwa lengo la kuwakutanisha vijana, kujadili, kutathmini na kuweka mikakati ya pamoja kuhusu maendeleo ya vijana, wamesema kuwa licha ya kuwepo kwa nafasi na fursa maalum kwa watu wenye ulemavu, bado kumekuwa na changamoto ya kutoshirikishwa ipasavyo katika masuala ya kiuchumi na masuala ya maamuzi, ambapo wameiomba serikali na jamii kuhakikisha makundi ya watu wenye ulemavu yanashirikishwa kuanzia ngazi ya chini, pamoja na kuwapatia elimu kuhusu fursa mbalimbali zinazoweza kuwakwamua kiuchumi, ikiwemo mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri inayohusisha vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Tunaomba ushirikishwaji huu wa walemavu uanze ngazi ya serikali za mitaa. Mara nyingi ushirikishwaji hakuna. Sasa kongamano hili litusaidie kututangaza sisi, tupate fursa nyingi. Vile vile tupate mikopo ya walemavu, inatolewa bila utaratibu na inatolewa bila mafunzo. Kwenye swala la mikopo ya vijana, tunashukuru sana serikali kwa kulitambua hilo. Tunajua katika 10% zimegawanyika tofauti. Sisi kama kwa walemavu tunapata 2%. Tunaomba Mheshimiwa Rais akituona zaidi, naomba hata atuongezee zile 10% katika ile 10. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier General Ahmed Abbas Ahmed akizungumza katika kongamano hilo ametoa wito kwa vijana nchini kushiriki kikamilifu katika kulinda tunu ya amani iliyopo nchini na kujiepusha na makundi na vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani. Hakuna taifa duniani lilopiga hatua za kimaendeleo bila kuwa na amani ya kudumu. Tunao wajibu wa kulinda amani, na wajibu huu si wa serikali pekee, ni wa kila kijana. Katika enzi za teknolojia, taarifa potofu na mgawanyiko vinavyosambaa mitandaoni vinaweza kutugawa. Kwa hiyo vijana, ni wasihi mkawe mabalozi wa amani kwa vitendo, lakini mabalozi wa amani kwa kauli, mabalozi wa amani kwa matumizi sahihi ya majukwaa ya kijamii.
Aidha, ametoa wito kwa vijana kuchangamkia fursa za kiuchumi zinazotolewa na serikali pamoja na zile zinazopatikana katika maeneo wanayoishi, ikiwemo kutumia vyema rasilimali za nchi ili kujikwamua kiuchumi. Mkoa wa Ruvuma una kila fursa, umebarikiwa ardhi yenye rutuba, umebarikiwa mito, misitu, madini, maeneo ya utalii na fursa zilizopo mipakani. Fursa hizi ni dhahabu kwa vijana kama zikitumiwa ipasavyo. Kunapokuwepo na fursa, ni lazima wapatikane vijana, ni lazima wapatikane viongozi wa kuzichangamkia fursa hizo kwa umakini na kwa usahihi. Innocent Horomo, TVE Habari, Ruvuma. Asante sana Innocent Horomo kwa taarifa hiyo. Wakati sekta ya vikoba ikitajwa kukua na kufikia uwezo wa kikoba kimoja kukopesha hadi shilingi milioni 100 kwa mtu mmoja mmoja, bado sekta hiyo ndogo ya fedha inakabiliwa na changamoto ya uelewa mdogo wa elimu ya fedha sanjari na matumizi ya kidijitali, hali inayochangia baadhi ya vikundi kupoteza fedha pasipo kujua. Tuungane na Goodluck Msola kwa taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa jijini Dar es Salaam na Rais wa Vikoba Endelevu nchini IEMCO, Mohamed Basanga, wakati wa mkutano na waandishi wa habari juu ya tamasha la vikoba linalotarajiwa kuwaleta pamoja zaidi ya vikundi 100 vya vikoba, ambapo amesema kwa sasa sekta ndogo ya kifedha hasa vikoba imekuwa licha ya kuwa bado wanakabiliwa na changamoto ambazo wanaendelea kuzitatua. Changamoto ya kwanza ni changamoto ya kimfumo kwa maana ya matumizi ya kidijitali. Mwaka jana tulizindua mfumo wa vikoba kidijitali kuhakikisha kwamba tunahamasisha wanavikoba kwenda kidijitali, kwa sababu matatizo ya upotevu wa fedha kwenye vikundi yamekuwa ni mengi sana. Haijulikani iliwekwa wapi, alitoa nani, alitoa saa ngapi. Kwa hiyo moja changamoto kubwa ilikuwa ni mfumo wa kidijitali, lakini huu sasa tumeshapata suluhu kwa 90%. Tunasema 90% tumeshapata suluhu kutoka Vodacom kupitia M-Koba. Ninasema 90% kwa sababu ziko features ambazo tumeendelea kuzungumza na Vodacom waziboreshe ili tuweze kuwa 100% katika matumizi ya mfumo wa kidijitali. Kwa upande wake, Pascalia Anselmo kutoka kampuni ya Hines amesema tamasha hilo la vikoba litafanyika jijini Dar es Salaam Disemba 30, ambapo lengo lake ni kutoa elimu ya masuala ya kifedha kwa wanavikundi wa vikoba. Vikoba Festival ni mjumuiko wa matukio mawili. Tukio la kwanza ni chimbo kwa chimbo na tukio la pili ni Vikoba Day. Wahusika wakuu ambao tunawalenga kwa ajili ya Vikoba Festival ni wanavikundi wa vikoba na ambao wanatamani kuanzisha vikoba lakini hawajui wanaanzia wapi. Kwa nini tunawalenga hao watu? Ni kwa sababu tunaamini ya kwamba wanaweza kuwa wameanzisha hivyo vikundi vyao, lakini wanahitaji ule muendelezo wa kujisimamia kifedha, kujisimamia kwenye mambo yao ya kazi. Ndio maana kunakuwa na hii Vikoba Festival. Naye mmoja wa wadau wa masuala vikoba Tanzania, ambao ni kampuni ya mawasiliano ya simu za mkononi ya Vodacom, kupitia kwa Sylvester Martin, amesema hadi sasa tayari wameshasajili watumiaji wa vikoba kidijitali takribani vikundi 500 venye wanachama zaidi ya milioni 3. Pamoja na hayo, M-Koba pia inakupa tunasema ile visibility au tunasema uwazi, kwa maana ya kwamba kwa muamala wote ambao utafanyika kwenye kikundi, muamala wa kutuma fedha, muamala wa kutoa fedha kutoka kwenye kikundi, wanachama wote ndani ya kikundi wanaweza kuona message na kujua kwamba muamala gani ulifanyika na salio kiasi gani kimebaki kwenye kikundi chao. Kwa hiyo ni wito sasa kwa ajili kwa maana ya vikundi vyote vya hapa Dar es Salaam na nchi nzima ya kwamba kupitia huduma ya M-Koba tunatambua tunaelekea kuanza mwaka mpya. Kwa hiyo iwe sasa ni chachu ya kuanza upya kwa kasi zaidi. Kama ulikuwa bado hujaanza kutumia huduma ya M-Koba, karibu uweze kuanza kutumia. Na kama ulikuwa ni mtumiaji ambaye ulikuwepo umetumia kwa kipindi ambacho tumekuwa na wewe, nipende tu kuambia kwamba kwa sasa pia huduma ya M-Koba imeboreshwa kupitia application yetu ya M-Koba. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Katika juhudi za kuboresha mazingira ya ujifunzaji na kuondoa changamoto ya wanafunzi kukaa chini wakati wa masomo, shule ya msingi Hanihani wilayani Igunga mkoani Tabora imepata tumaini jipya baada ya CRDB Bank kukabidhi msaada wa madawati 40. Mwamvita Mkondo
ameandaa taarifa zaidi kutoka wilayani Igunga mkoani Tabora. Katika shule ya msingi Haniani, wanafunzi waliokuwa wakisoma wakiwa wamekaa sakafuni sasa wanapata fursa ya kuketi vizuri na kujifunza kwa ufanisi zaidi. Hii ni baada ya CRDB Benki kukabidhi madawati 40 kupitia kampeni yao ya Keti Ujifunze, kampeni inayolenga kuboresha miundombinu ya elimu nchini. Akizungumza wakati wa makabidhiano, meneja wa CRDB Benki kanda ya Magharibi Jumanne Wagana amesema msaada huo ni sehemu ya dhamira ya benki hiyo kurejesha faida kwa jamii na kuhakikisha kila mtoto anapata nafasi sawa ya kujifunza. Kampeni hii ya CRDB inaitwa kampeni ya Keti Jifunze. Igunga na nyie hususan shule ya msingi Haniani mmekuwa na bahati sana kwa sababu shule ziko nyingi Igunga, si ndiye? Lakini mmebahatika na nyie leo tuko hapa kwa ajili ya kukabidhi madawati haya. Tutawakabidhi madawati 40. Kila dawati lina uwezo wa kubeba wanafunzi mpaka 3. Kwa hiyo tunaamini mheshimiwa mgeni rasmi, kwa leo tutakuwa tumepunguza walau idadi ya wanafunzi wale ambao walikuwa na mapungufu, wanafunzi 120. Na tunaamini thamani hizi ambazo tunazitoa au madawati haya yataenda kusaidia hata kuongeza ufaulu wa wanafunzi. Kwa upande wake, meneja mahusiano idara ya serikali kanda ya Magharibi Mwita Ali amesema kampeni hiyo imekuwa ikitekelezwa nchi nzima ikiwa na mikakati ya muda mrefu wa kuinua kiwango cha elimu. Tumefanya maeneo mengi, lakini pia leo tukaona tuweze kufika hapa. Ni jukumu letu kufanya hivi kwa sababu CRDB na kampeni inaitwa Keti Jifunze, kuhakikisha kwamba watoto basi wanapata mazingira rafiki ya kuhakikisha kwamba wanajifunza katika mazingira mazuri. Wewe utakapopata vitendea kazi kwa maana dawati na kuweza kukaa vizuri, basi utaboresha mwandiko wako na utajifunza vizuri, na mwisho wa siku utakapokuwa unaandika hata kama ni mtihani, basi wewe unaweza kaonesha kwamba umeandika vizuri. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Ali Salehe amesema upungufu wa madawati ulikuwa mkubwa, ambapo zaidi ya wanafunzi 120 walikuwa wakikaa chini, hali iliyokuwa ikikwaza ufundishaji na ufaulu. Tulikuwa tuna madawati 150. Mahitaji yalikuwa ni madawati 472. Mapungufu tulikuwa tuna madawati 342. Kwa kweli ni msaada ambao unaokoa. Tumeokoa watoto takriban 120 kukaa chini. Hapa ni madarasa mawili yanakaa juu ya madawati. Tunapofanya biashara na CRDB na wao wanapata faida, lakini wakipata faida hawabaki nayo wenyewe. Wanafanya nini? Wanaturudishia sisi jamii. Mchango huu wa madawati ni muhimu sana, kwa sababu madawati haya hayaongezwi tu kama vifaa vya kufundishia, lakini tutaboresha mazingira yetu ya kujifunza, si ndio? Na walimu watafundisha katika hali iliyo nzuri zaidi. Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi wamesema madawati hayo yamewapa hamasa mpya ya kujifunza kwa sababu sasa wanakaa kwa utulivu na kuandika bila tabu. Shukuru sana CRDB Benki kwa kutuletea madawati haya. Naomba Mungu awabariki. Zamani tulikuwa tunateseka sana kuandika, kunakaa chini. Hatuwezi, wengine wanachafuka kirudi nyumbani. Lakini tunasema asante kwa kuwa mmetuletea madawati haya. Kwa kutuletea madawati, mmetupunguzia shida ya kuharibu kwenye mitihani. Tulikuwa tunaandika chini, tunaharibu pepa zetu za mitihani. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kutuletea madawati haya, mmetuwezesha, na tunaomba Mungu awabariki mlipotoa. Asante sana Mavita Mkondo kwa taarifa hiyo. Katibu tawala wa mkoa wa Kilimanjaro Yusuf Nzoa amewataka madiwani wa halmashauri ya wilaya Hai kutumia majukwaa ya vikao vya baraza kutoa ushauri kuhusu mwenendo wa utendaji wa watumishi wa halmashauri ili hatua stahiki zichukuliwe mara wanapoonekana kukiuka maadili ya kazi. Mwanahabari wetu Fina Limo kutoka mkoa wa Kilimanjaro ana taarifa zaidi. Akizungumza katika baraza la kuapisha madiwani wa halmashauri ya Hai, Nzoa amesisitiza umuhimu wa kudumisha ulinzi na usalama kwa wananchi, huku akiwataka madiwani kuhakikisha wanatoa taarifa panapojitokeza viashiria vya uvunjifu wa amani ili kuzuia madhara kwa jamii. Wale ambao tuna watumishi wanalegalega kuwajibika, wanalegalega kuwatumikia wananchi, nyinyi ni kamati ya nidhamu, sisite kutoa ushauri ili hatua sahihi zichukuliwe, ili watendaji wetu wafanye kazi iliyowaleta, kazi iliyowaajiriwa nayo ya kuhudumia na kuwatumikia wananchi. Lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, swala ulinzi na usalama.
Katika taifa letu mwezi mmoja uliopita tulipata changamoto ya usalama. Inawezekana sio katika wilaya yetu hii, katika maeneo ya mikoa mingine. Ningependa pia niwaasi sana ndugu zangu viongozi wengine wote hapa, kwa masuala ya ulinzi na usalama pia ikawa ajenda yetu ya kudumu. Tuendelee kutoa elimu kwa wananchi wetu waone umuhimu wa usalama. Unapokosa usalama, tafsiri yake ni kwamba tunajinyima maendeleo yetu. Kwa hiyo katika vikao vyetu, katika mikutano yetu na wananchi, tuhakikishe kwamba tunahubiri amani, amani, amani. Upande wake mkuu wa wilaya Hai Hassan Bomboko amewahimiza madiwani kujifunza kutoka halmashauri zingine zinazotekeleza majukumu yao kwa ufanisi ili kusaidia kuongeza mapato na kuboresha huduma kwa jamii ya wilaya ya Hai. Miradi yetu bila kukusanya, tusiongopeane, hii halmashauri haiwezekani kwenda mbele. Na mimi nikupongezeni na nimpongeze sana mwenyekiti. Uliingia ukaikuta halmashauri inakusanya takriban bilioni 3, 2 kwenda kwenye 3. Lakini mpaka unatoka imefika kwenye level ya bilioni 4. Nimesikia hapa baadhi ya mijadala ikiwemo chanzo cha Chemka. Ndugu zangu, nyinyi bahati nzuri hapa safari hii mwenyekiti una wataalamu waliotoka, kuna freshers ambao wameingia kwa mara ya kwanza kwenye udiwani na kuna wale ambao ni wazoefu. Twendeni tufanye study kwa wenzetu. Naye mwenyekiti wa halmashauri ya Hai Edmund Taraka ambaye amerudi madarakani baada ya kutetea nafasi yake amesema miaka 5, lakini kikubwa ambacho tulikuwa tunakifanya ni kuhakikisha halmashauri yetu inaendelea kuwa tulivu, lakini halmashauri yetu inaendelea kusimamia mapato na matumizi. Nyie wote ni mashahidi, tuliingia hapa tukiwa tuna uwezo wa kukusanya takriban ya bilioni 3 kwa mwaka, mapato halisi na mapato fungiwa. Lakini wakati tunaenda kupumzika mwaka 2025 tayari tulikuwa tumefika asilimia zaidi ya 106 ya mapato, ambayo ilikuwa ni takriban zaidi ya bilioni 4.7. Asante sana Finalimo kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa kukamilika kwa mradi wa ujenzi wa vyumba vya madarasa viwili pamoja na madawati 60 katika shule ya msingi Rufu iliyopo Chamanzi jijini Dar es Salaam kumesaidia kupunguza msongamano wa wanafunzi katika shule hiyo sanjari na kuongeza kiwango cha elimu. Goodluck Kimsola ana taarifa zaidi. Akizungumza wakati akipokea msaada huo kutoka bodi ya michezo ya kubahatisha nchini GBT, afisa elimu taaluma manispaa Temeke Biswaum Lugwaza amesema mradi huo umeweza kuongeza chachu kwa wanafunzi katika kusoma kwa bidii baada ya msongamano kupungua, hali ambayo itaongeza kasi ya ukuaji wa taaluma katika halmashauri ya manispaa ya Temeke. Napenda kuwapongeza na kuwashukuru kwa kutujengea madarasa mawili na madawati 60. Hii itasaidia watoto wetu takriban 3000 kutokuwa na msongamano, kwa maana walikuwa na msongamano mkubwa sana wakati wakiwa hawana msaada. Pamoja na kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inajitahidi sana kutujengea miundombinu mbalimbali ikiwepo madarasa na madawati, lakini pia tunawashukuru wahisani kutoka katika nyanja mbalimbali, mashirika ya umma pamoja na mashirika ambayo ni ya kiserikali kutupa sapoti hii. Naye mkurugenzi wa bodi ya michezo kubahatisha nchini GBT James Mbawe amesema msaada huo unaogharimu zaidi ya shilingi milioni 50 ni sehemu ya bodi hiyo katika kurejesha kwa jamii. Lakini vile vile nimeambiwa unapokuja kufanya tukio kama hili sio muda wa kutoa hotuba. Ingekuwa ni mahafali tungetoa hotuba. Moja hapo ni kwamba niseme kwa uchache. Moja ni kuhakikisha kwamba madawati haya na hiki tulichofanya mnakitunza. Ili kama tutapata nafasi tena ya kuja, basi tusione kwamba tuligusa mahali ambapo hapakuwa sahihi. Nafikiri mwalimu mkuu umenipa kwamba heshima ya kupanda mti. Basi tutafurahi kuona ule mti nao unaotunza na umekuwa, na nyinyi walimu pamoja na wanafunzi na wazazi watakao kuja wanakaa kwenye ule mti. Nao baadhi ya walimu na wanafunzi wakizungumzia msaada huo wameshukuru kwa kuwa unaongeza hamasa ya wanafunzi kujifunza katika mazingira ambayo ni salama. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Na katika habari za kimataifa, maelfu ya watu waandamana kupinga serikali nchini Mexico huku mapigano yakisababisha watu 120 kujeruhiwa.